Unaitwa mwezi Mei kwa lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiswahili tunauita mwezi wa 5. Toka tarehe mosi imekuwa ya moto sana mpaka hii leo tuliposimama hapa na Heavyweight Dulla. Na kubwa sana ni taarifa kwa umma kuhusiana na Young Africans kueleza umma kuwa imepokea barua kutoka mahakama ya kiusuluhishi wa michezo wa kimataifa inayojulikana kwa jina la CAS. Na kubwa hasa kwenye hii barua imejieleza wazi kuwa wao hawatocheza. Heavyweight Dulla, hali yako iko vipi kaka? Bana kwema, mambo anasemaje ndugu? Salama bin Salimini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko salama bin Salmin. Pumzi inaendelea. Jana tu tumetoka kuyajadili mengi, umetoka kuyaweka sawa. Lakini leo kabla ya jua la utosi inatoka taarifa kwa umma na inahusiana na Young Africans. Wamepokea kama walivyosema na kwenye barua yao umeipitia. Unaona wapo sawa katika kile ambacho wamekijibu ikiwa ni sehemu ya taarifa kwa umma. Nafikiri ndio maana ulikuwa kila katika kitu cha ziada cha kuongezea nilikuwa nakwambia dabi ipo. Nilikuwa nakusisitizia sana. Nafikiri sasa umeanza kujua kwa nini. Maana hata jana nilikuwa kwa nini nilikuwa nakukumbushia mara kwa mara. Uliona nini? Huu mchezo ni kama vile Yanga wanaukwepa. Yaani hiyo sasa sio tena kuficha. Huu mchezo ni kama vile Yanga wanaukwepa. Kwa sababu tarehe ambayo ilipangwa kuchezwa kulitokea vimbwanga siku moja kabla ya mchezo. Hawataki Simba wafanye mazoezi, sio hivi na hivi na hivi. Simba wamezuiliwa, kuna viongozi pale walipewa changamoto. Manake tunaenda kwenye swala lakini lazima turudishe mzizi wa tatizo. Yaani unajua watu wengi kwenye hili sakata wanasahau kwamba lilianzia wapi. Kabisa. Lilianzia kwa hawa walalamikaji. Okay. Na hawa walalamikaji wakaja wakasema kwamba wao wametulia, timu zingine ndo zinaongea. Lakini kumbe wao ndo walikuwa wanalalamika na wao ndo walikuwa hawatulii. Sasa mchezo sasa ni dhahiri shahiri kwamba wameanza kukwepa. Lakini kwenye hii barua mimi nimeisoma. Wanasema kwamba kwa sababu Kasim wa instruct wao warudi kwenye mamlaka za ndani za kisoka, wao wanasema hawawezi kurudi katika mamlaka za ndani eti kwa sababu wanaona kuna dhulma zinafanyika, ukiukwaji wa kanuni na sheria, na kuna timu zinapewa upendeleo. Mpaka sasa hivi na maana hii timu haijui kosa lake, maskini ya Mungu. Mpaka sasa hivi hawajajua, ndio maana mpaka sasa hivi hawajui, yani hawajui maskini ya Mungu. Na kwenye mambo ya kisheria sasa sijui kwa sababu sijajua, mimi sijasomea sheria. Lakini pale si kuna wanasheria wapo. Kwenye mambo ya kisheria unaposema kitu fulani hakipo, kitu fulani kipo, unatakiwa utoe reference. Umeelewa? Pamoja na ushahidi. Unaposema kwamba mimi ninaathirika kwa sababu hii na hii na hii, au ninakosa mapato baada ya mchezo kuahirishwa, unatakiwa ueleze kivipi. Sio katika sababu ambazo walizielezea Simba pamoja na bodi ya ligi. Waliwauliza hawa kwamba wao wanasema kwamba wamepata hasara kwa sababu ya kukosa mapato na vitu kama hivyo na pesa ambazo wametumia kwenye kuandaa mchezo. Lakini wao Simba wakajibu kwamba wanataka wajue kivipi waliweza kupata hiyo hasara, kwa sababu ungechezwa mchezo manake wangeweza kupata mapato na pesa ingeweza kupatikana. Sasa wao kivipi, yani tathmini yao na vitu kama. Sasa hawa wamesema bodi ya ligi inafanya dhulma, inavunja kanuni, inapendelea baadhi ya timu. Waeleze kivipi wanapendelea kabla kwenda huko kote, sababu kuna sheria ambazo zinaongoza, kanuni ambazo zinaongoza kwamba ikitokea timu imegomea kutofika uwanjani, si zipo kanuni zinajulikana. Sasa before hatuja review kwenye kanuni na warudisha jinsi gani ya kucheza kesi zao ili waweze kushinda kesi zao hawa jamaa. Na wapa instruction, yani zile njia kwamba ukitaka kushinda kesi usiwe mtu wa kuzungumza tu. Umeona kwa mfano kama mimi uchambuzi wangu nikikwambia Simba wanafanya kosa hili na hili, nakupa na reference jinsi ambavyo lile kosa linaweza likatumika na mpinzani kulingana na ubora wa mpinzani. Nakupa na reference. Kipindi namtetea yule muamuzi Kefa Kayombo, nilitoa reference za mechi kadhaa bara RS Berkane. Watu wasokuwa na afya nzuri ya akili walikuja kuntukana, lakini ukweli ndio unabaki kuwa hivyo, si ndivyo? Sasa na hapa pia nawaelekeza kwamba unaposema mamlaka zina uonevu, zina upendeleo na zinavunja kanuni, unatakiwa uonyeshe na reference kwenye kila shutuma unaotoa. Zinapendeleaje? Dhulma ilifanyika wapi, ilikuwa katika mchezo gani na vitu gani na gani havikufuatwa ikawa dhulma, kanuni ilivunjwa wapi, sehemu gani na kivipi kanuni ilivunjwa, na katika mchezo gani na bangapi, kuna uonevu gani ulifanyika dhidi ya timu gani katika mchezo gani, saa gani. Sio unakuja tu tuchezi kwa sababu kuna uonevu, kuna nini basi na nyewe tunafuata tuchezea. Hakuna. Toa reference unapolalamika, toa reference. Hata ukienda kituo cha polisi kushtaki,
kuna hata kama umeonewa, lakini kuna namna yake ya kwenda kushtaki. Na katika kushtaki lazima kuna vitu uulizwe, kama hauna huwezi kusaidiwa. Si ndio maana yake? Bana, umeibiwa wapi? Mimi sikumbuki, nilijikuta tu nimepigwa. Sasa watakusaidia vipi? Ndio hawa bana, wao kuna dhulma, sio kuna nini, sio? Umeelewa pointi yangu ya kwanza hiyo. Na barua hii nimeisoma. Kwa hiyo wakamalizia kwamba wao msimamo wao ni kwamba hawachezi. Sawa? Hamchezi safari hii. Sasa hawajaweka kanuni, sababu wanakuwa ganeka kanuni kutokana na kanuni hii na hii. Hapo wameiondosha. Umeelewa? Hawajaweka kanuni. Sijaona kanuni yote hapa. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao. Sasa mzigo unahamishiwa kwa wazee vijana. Mzigo unahamishiwa kwa wazee vijana. Wale wazee hatuchezi, unajua, ndio umerudishwa hapo, kwa sababu kanuni barua mwisho siku inasema wanayanga wote watakuwa tayari kupambania haki yao kivyo vyote vile, iwe kiholela, ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Mzigo umehamishiwa kwa mashabiki. Mzigo umehamishiwa kwa mashabiki. Sio, unanielewa? Ndio wazee vijana, sababu wale ndio wanatoa msaada kuizuia mechi hiyo kutokuchezwa kwa tarehe ambayo itapangwa na bodi. Hapana, unajua, of course wanaweza wao wana mamlaka ya kufanya timu isije uwanjani. Of course hiyo nguvu wanayo. Lakini ndo tunarudi sasa kwenye swala la kanuni. Timu isipofika uwanjani, kanuni namba 31 kifungu namba 1.1 kinasema kwamba timu inaweza ikashushwa madaraja mawili. Na timu ambazo matokeo yake yote kwenye ligi yakafutwa, na zile timu ambazo hazikucheza nazo either wanaweza wakafaidika na zile point. Sio, unanielewa? Au yakafutwa kabisa kwa timu zote, ili kuweka uwiano sawa baina ya msimamo wa ligi. Si ndio maana yake? Lakini kama in case wamecheza zaidi ya nusu ya michezo ya msimu husika, zaidi ya nusu kama alivyofanya sasa hivi, maana imebaki michezo mitatu takriban ligi iweze kutamatika, manake matokeo hayatafutwa, ila zile timu ambazo bado Yanga hajakutana nazo zitapewa point ili kuweza kubalance mzani kwenye msimamo wa ligi, kwa sababu kuna wengine washacheza, kuna wengine hawajacheza. Alafu baada ya hapo unatupiliwa kwenye unashushwa madaraja haya mawili. Haiishi hapo. Daraja la 3. Of course haiishi hapo. Unakutana pia na vigongo vingine. Kwa mfano kiongozi ambaye ameshiriki au amehusika kwenye hili kwenye either kushawishi au kuchochea hili jambo kwa kufanya kwa namna yote ile timu isiweze kufika uwanjani, atakutana na rungu lisilopungua miezi 10 mpaka 12 ikithibitika. Adhabu ya mwaka mmoja. Manake hapa sasa bila moja kwa moja inaenda kwenye rais wa club. Ndio manake. Kwa hivyo sio hivyo tu. Kuna faini hapo ya 3 milioni ambayo 1,500,000 inaenda kwa bodi ya ligi, 1,500,000 inapewa timu ambayo imefika yani ile mpinzani wake ambaye alikuwa acheze naye. Lakini sio hivyo tu, mapato yake ya mchezo husika inakuwa imepotea. Yani ile haki ya kupata mapato katika mchezo husika itakuwa imepotea. Nafikiri Yanga unajua hivi vyote. Kwa hiyo kazi kwao, kama wameamua iwe hivyo kwa sababu ya kukimbia hii mechi, well and good. Lakini kwa upande wangu mimi ukiniuliza, hakuna sababu yoyote ya msingi ya Yanga kuikimbia hii mechi. Na kwa upande wako mimi nitauliza, unaiona Young Africans ikipeleka timu uwanjani kwa hii scenario, ama Young Africans kwa uongozi wake wanajitahidi kuaminisha mashabiki wake kwamba wamepigana katika kila njia na swala limekuwa nje ya uwezo wao, hivyo hawana budi kupeleka timu uwanjani? Unajua hili swali ni la msingi sana ndugu yangu. Mimi kusema kwamba naiona Yanga inapeleka timu uwanjani au haipeleki, hiyo sio jukumu langu. Wala mimi sina hiyo mamlaka ya kujua kitu gani hawa jamaa wataamua. Kabisa. Lakini tu nafikiri, sijajua mimi kama mawazo yangu yatafika au vipi, lakini mimi kwa upande wangu kama ningekuwa nikushauri baada ya hili sakata, nafikiri kuna mambo mengi sana TFF na bodi ya ligi wamejifunza. Kwa hivyo labda niwaambie tu, muda mwingine hizi kanuni ziwe ngumu zaidi ili kuboresha baadhi ya maeneo mengi sana kwenye mpira wetu. Yani ziwe ngumu zaidi. Kivipi? Mfano labda iwekwe time, yani iwekwe age, iwekwe umri maalum ambao unaweza ukagovern viongozi wakubwa wa vilabu. Yani mfano at least kuwa na cheo kikubwa ndani ya klabu, labda kuwa mwenyekiti wa klabu, rais wa klabu. Unabidi at least uwe na miaka kuanzia 50. Sio, unanielewa? Kwa sababu mtu mzima anakuwa ana uwezo wa kufikiria mbali
na kabla ya kuamua jambo anakuwa anafikiria negative na positives ambazo zinaweza zikajitokeza ndani ya mchezo husika. Kwa sababu ukija in reality timu zote unaweza kusema zina makosa, lakini timu zote pia zimewahi kufaidika na uongozi wa bodi ya ligi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kutoka tu from nowhere na kuanza kuikashifu bodi ya ligi na dhulma na nini si jambo zuri. Na inapoelekea hii inaweza ikaleta mgongano mkubwa zaidi siku za mbeleni. Na kwa nini nasema hivi uongozi wa juu wa klabu uwe na mtu mzima? Ni kwa sababu huyu Engineer Hersi ni kijana. Kijana of course ni mtu mzima, lakini sio bado hajafika kwenye uzee. Yani ule umri wa busara. Of course hajafika kwenye umri wa kuwa na busara. Anaendesha vitu kiujana kinguvu. Lakini kuna vitu ambavyo kuna mtu mzima kuna namna yake ana handle vitu. Na Yanga pale of course walikuwa wanajisifu kwamba uongozi wao umekuwa structured na vijana wengi sana. Jambo zuri, lakini nafikiri watu wataanza kuona baadhi ya changamoto za vijana wengi. Sio, unaelewa? Kwamba hawaangalii kwamba sisi tuna mashabiki wengi, mamilioni ya mashabiki, kwa hiyo tuna support, tutapata nini, tuna hivi, hawezi kutushusha daraja, hawezi kunina nini. Lakini unavotengeneza migongano hii, kuna siku inaweza ikaja kuwa na mlipuko mkubwa zaidi kwenye soka letu, na pengine ika affect hii burudani ambayo ndo kitu pekee wa Tanzania tunakipata. Sisi wapenda soka tunapenda zaidi soka, tunapata burudani kwenye hivi vilabu. Sasa huyu Engineer yeye ni kijana, of course ni mtu smart, ana uwezo mkubwa wa kufikiri na nini, lakini kwa umri wake kuna vitu anavifanya kwa sababu umri wake unamfanya awe vile, ikiwemo hivi. Na pengine labda niwaambie kitu kimoja, namalizia, samahani najua unataka kuniuliza. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, huyu Engineer hana cha kupoteza. Of course hata kama ikitokea Yanga imepata la kupata, yeye anaweza either akawa kiongozi mkubwa serikalini kwa nafasi yake, hicho kitu anaweza akakifanya na ikafanikisha. Anaweza akawa, kwa sababu tayari ni mwenyekiti wa vilabu, umoja wa vilabu barani Afrika, mwenendo African Club Association, ni mwenyekiti. Tafsiri yake ni kwamba atakuwa na connection kubwa na viongozi wakubwa wa mpira Afrika hii. Ina maana ana uwezo wa kujipenyeza huko na kuwa kwenye sehemu ya wajumbe ya CAF. Sio, umeelewa? Ana uwezo wa kudeal na biashara zake, akaendelea na maisha yake nje ya soka na maisha yake yakamuendea. Lakini wewe ambao unafuata hii, wewe ambaye huna hela nzuri, kodi inakusumbua, una stress hapa na pale, burudani yako kubwa unaipata kwenye mpira. Sawa? Yani kwamba stress zako zikishakuwa nyingi, wewe unaenda unaangalia burudani kwenye mpira, unapata faraja, ile timu yako imeshinda, unaenda kutamba kijiweni kwenu pale, unarudi unatamba, basi wewe ndio utakayeumia. Sio, unanielewa? Mimi naomba niulize swali la mwisho. Kuendelea kutokuwa na imani na bodi ya ligi au mamlaka inayosimamia mpira ni kukubali kukiri kwa andiko lako kuwa hata wewe unaongozwa na watu wasiotambua nini wanachokifanya. Kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa watu ambao hautambui nini unafanya. Naelewa swali langu? Sijakuelewa swali lako. Nasema kutokuwa na imani na bodi ya ligi pamoja na shirikisho, kwa maana wanaoongoza mpira wa miguu Tanzania. Hapo umelielewa swali kwenye barua, kwa sababu umekuja kwenye reference ya barua kwamba wao sio wamesema. Si ndo kama tulichozungumza jana, yule dada akasema viongozi punguani. Ina maana tafsiri haraka haraka walio chini wote mapungua. Ndo tafsiri hiyo. Kwa hiyo ukisema hatuna imani na bodi wakati ishakuwa imeshakugovern wewe katika hiyo misimu yote minne, unachukua bodi hiyo si misimu mitatu. Of course unachukua bodi hiyo ilikuwa ndo ipo na ilikuwa nzuri, si ndio? Ghafla tu imekuwa mbaya kwa sababu mechi umefanya blunder ya kufanyia fujo mpinzani wako before mchezo, alafu unakuja kutupa lawama kwa bodi moja kwa moja, si ndio? Unakuja unasema kuna dhulma, huna reference. Sijui kuna timu zinapendelewa, huna reference. Sijui kuna uonevu, huna reference. Hujataja timu gani imeonewa, hujataja kitendo gani kilikuwa kinaashiria dhulma. Umeelewa? Mbona vitendo vya kupangaji matokeo vipo na vinaonekana, hujavitaja kwenye barua? Kwa nini wasiandike hiyo section hapo?